Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mtazamaji wetu, tunakukaribisha tena katika masomo haya. Maana Mungu ni mwema, ametujalia afya njema kabisa. Ameturuhusu tena tuanze wiki nyingine kabisa. Wiki iliyopita tuliendelea na masomo yetu, na tena wiki nyingine hii tumeanza tena. Wiki hii tutakuwa na somo linalosema tamathali za semi za ule mwisho. Images of the end. Images of the end. Picha. Tutajuaje tunaelekea mwishoni? Sasa tutaangalia, na tuna fungu letu la kukariri linalotoka katika Yona 1:9. Tutasoma, lakini kabla ya hapo tupate kuomba. Amen. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa wema wako. Asante Mungu wetu kwa upendo. Umetujalia tena nafasi nyingine. Tunapoanza Baba, anza nasi, tamalaki. Tunamuombea mtazamaji wetu, naye Baba umbariki, umpe usikivu na apate kuendana sawa sawa na mapenzi yako. Tumeomba tukishukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Umesema fungu la kukariri? Fungu la kukariri 1:9. So Yona 1:9 linasema akawaambia, mimi ni Mwibrania, nami namcha Bwana, Mungu wa mbinguni, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Mimi Mwibrania. Tena mwabudu Mungu, Mungu wa mbingu na nchi. Tutarudi tena kwenye hilo fungu, lakini mapicha ni simulizi ambazo zimependwa sana, na ni simulizi kuu katika Agano la Kale tutakazoziangalia wiki hii. Simulizi kama ya mahubiri ya Yona, huyu Mwebrania huyo katika Ninawi. Lakini pia tutaangalia kuanguka kwa Babiloni na kuinuka kwa Koreshi, mfalme wa Uajemi. Na tutaangalia pia simulizi ya mfalme huyu wa Uajemi kuruhusu watu wa Mungu waweze kurejea nyumbani. Hizi ni simulizi kubwa, ni mapicha makubwa ambayo yanatusaidia pia kuzitambua siku zetu sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Mama White aliwahi kuzungumza na historia wengine. Historia inajirudia hata kama sio kwa sura ile lakini mawimbi yake makubwa yanajirudia. Ndiyo. Kama ilivyo katika kujifunza mifano ya Yesu. Leo Mungu amenipatia sauti nzito kidogo. Tunamshukuru kwa kila jambo. Tunamshukuru kwa kila jambo. Kama ilivyo katika mifano ya Bwana Yesu ambayo ukisoma mifano ile unatakiwa utoke na ujumbe mkuu. Kwa hiyo tutakapoangalia hizi simulizi kubwa tutatafuta kutoka na ujumbe mkuu. Na tutaepuka na hatari ya kulazimishia eti kama ilivyotokea ndio lazima litokee hivi, ndio lazima itokee vile vile. Yani sio katika kila kipengele. Lakini ni picha. Lakini ile inatoa picha, inatoa taswira fulani ya kwamba mwelekeo, inatupatia mwelekeo, inatupatia picha kubwa. Sio ndani utafute kulazimishia iko hivi, lazima itokee hivi. Sasa twende Jumapili. Soma nasema nabii mkaidi. Nabii alafu mkaidi. Huyu nabii au sio nabii? Nabii lakini mkaidi. Unadhani nani? Huyu anajulikana. Aliamua kupanda meli kuelekea sehemu nyingine. Wewe una mtoto anaitwa Yona? Asina. Unatamani uwe na? Lakini alitubu. Sasa naam, huyu nabii mkaidi, reluctant prophet, huyu nabii mkaidi alikuwa na sababu. Sasa alikuwa anamjua Mungu. Akasema mimi nakujua. Mimi nakujua. Unajua manabii wanamjua Mungu. Ndio. Wana ukaribu na Mungu, anamjua. Tumsikia huko baadaye sana, nilijua tu. Nilijua wewe ni Mungu wa rehema na huruma. Sasa amempa kazi ya kwenda kuhubiria maadui zao, maadui wa kitaifa. Sisi maadui wetu wa kitaifa Tanzania ni kinana
waliotusumbua huko nyuma nyuma, lakini alafu tukasema yani hawa wafai. Lakini nani? Uganda marafiki zetu, labda useme Idi Amin. Yes. Okay, achana na Idi Amin, kama taifa nadhani Uingereza walikuwa wakoloni wale. Waliingia walichukua ardhi yetu kwa mikataba hewa na kadhalika, tukasema wakoloni waondoke. Alafu unatakiwa eti kwenda kuwa missionary Uingereza. Sasa mimi nadhani Kenya labda wenzetu wana hisia nzuri ambazo Yona alikuwa nazo. Unajua ile Mau ile nini? Walifanyiwa mambo ya ajabu na wakoloni hawa Uingereza. Kiasi kwamba uhuru wao hata furaha wao kuondoka ilikuwa nadhani kwa tofauti kidogo na sisi. Sisi tukupata kashikashi kama, lakini of course na propaganda nyingi sasa hivi baada ya kuondoka hao wakoloni walitafuta urafiki na sisi na kwamba waone kama masavia bado. Kwa hiyo bado kama tuna colonial mentality, bado tunawapenda maadui zetu wa zamani kwa namna fulani. Lakini tofauti na Yona anawatambua Waashuru ambao mji wao mkuu ni Ninawi. Hao Waashuru walikuwa tunaweza kusema kama walikuwa makoloni wao. Na walikuwa kawaida yao wale wanaowakonka, wanaowashinda, wanaofanyia unyama, sema unyama. Si utekaji tu. Because wanakupoteza. Na sio tu kukupoteza kwa mateso mengi. Sio kama unaelewa. Wanakupoteza yani, sio hivi kwa mateso mengi. Alafu sio kwamba umepoteza tu watu wengine unaowasoma kwenye mitandao. Wamepoteza na mama yako, na baba yako, na watu wa jirani yako, watu wa taifa lako. Unafanyaje? Eti Mungu anakutokea anasema nenda kawahubiri. Unaingia unakwenda unafuata njia hiyo au unachepuka kidogo ujiepushe yani, na uso wa Bwana. Ukiambiwa uende na unajua. Yaani mtu unamchukia alafu uende kumpatia ujumbe mzuri. Sio rahisi. Mara nyingi tunawatakia maadui zetu mabaya. Sasa hadithi ni kwamba alisita. Soma Yona sura ya kwanza mpaka 4, alisita akakimbilia Tarshish. Ni the opposite end. Yaani ni upande mwingine tofauti na ule wa Ninawi. Lakini huko Mungu akamfuata. Unaweza kukimbia uso wa Mungu? Huwezi. Kwa hiyo nabii mkaidi alijua Mungu ni mwenye rehema, lakini kwamba anaweza kumkamata akimkimbia, nadhani hilo hakujua. Kwa hiyo akamkamata, alituma upepo karibu amani ya baharini. Mwishoni alikamatwa ni yeye live. Wewe ndio msababishaji wa upepo huu, tukufanyaje? Akasema nitupeni. Hasira itapungua. Alijua anamkimbia nani na amemkamata. Unajua kilichojiri baada ya hapo? Amekaa ndani siku 3. Ulisema samaki? Samaki huyu wa sato. Sato utaingia. Sasa kuna samaki kubwa kwa baharini. Wengine wanasema nyangumi, lakini anatajwa samaki. Siku 3. Baada ya hapo akamkumbuka Muumba kwamba ni mwenye rehema. Nabii mkaidi akaona aombe rehema. Ila sijui kama anataka maadui zake na wapate rehema. Sijajua vizuri, sijajua. Ila lakini wale maadui hataki wapate rehema. To make the story short. Alipopata rehema akatapikwa. Na alipotapikwa mwendo wa siku 3 yeye alipiga siku 1 kwa furaha alionayo. Siku 3 alitoka kwenye tumbo la samaki baharini kule ndani kama kuzimu tu. Toka kuzimu. Ndio. Ni kama kainuliwa. Alipoinuliwa ujumbe ulikuwa kwa Ninawi ni hivi: siku 40 adhabu inawajia, mtakiona cha moto. Ila nadhani alikuwa na hasira pia, mtakiona cha moto. Ujumbe wake ule. Tubuni, maana kelele za maumivu na mateso na dhuluma za mji ule zifika mbinguni. Nasema hasira inakuja. Twende Mathayo 12.
Hiki kisa kinahusianaje na Yesu? Mathayo 12 mstari 38 mpaka 42. Soma kama speed, kama jet. 12:38 mpaka 42. Ninasema, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Yes. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Kwa hiyo Yesu amejilinganisha pale, umeona? Haya, ulinganifu ukoje? Yona alikaa muda gani katika tumbo la nyangumi? Siku 3. Yesu naye alikaa muda gani katika? Siku 3. Siku 3. Baada ya siku 3 Yona alinyanyuka kunyanyuka. Alinyanyuka. Aliponyanyuka alikuwa ni ishara kwa watu wa Ninawi. Mimi naamini katika mahubiri yake pia alikuwa anasema, jamani nimetoka siku 3 huko. Jamani Mungu kweli anasema mtakwisha. Siku 40. Mungu kweli kama mimi mwenyewe alikaa siku 3. Kweli? Mungu kweli, Mungu anasema kweli tutubu. Yesu naye alikaa siku 3. Baada ya siku 3 hao jamaa walikuwa naomba ishara. Unajua walikuwa naamini kama Mungu alivyomtuma Musa kwa Farao, si alipa fimbo afanye ishara. Kama alivyomtuma Elia kwa taifa lililoasi na akafanya ishara pale Karmel. Ndio. Walikuwa wanaamini kwamba na huyo Masia kija naye afanye ishara. Ndio. Yesu alifanya ishara ambazo ataiona kufanya. Lakini aliaminiwa. Isipokuwa tu ile ishara ya kuambiwa pia. Akasema napo kizazi hiki kimebakishiwa ishara hiyo moja. Lakini akasema siku ya hukumu watu wa Ninawi watahukumu kizazi hiki cha zinaa ambacho kinatafuta ishara badala ya neno. Baada usikilize neno, utubu, wewe unatafuta ishara. Waka-idolize, wakasanamisha ishara. Unajua mambo ya sanamu ya mnyama, wakasaminisha, wakaifanya. Kwa sisi tunataka Mungu aongee na sisi namna hii. Mungu akasema ni kwa njia hiyo moja tu. Sasa baada ya hapo, hayo yalimuhusu Yona, yalimuhusu Yesu. Sasa siku zetu, hiyo picha inatupatia mtazamo gani? Inamulikaje siku zetu, au tangu Yesu amefufuka mpaka leo hii na huko tunakokwenda? Hii kitu inatufundisha nini? Hii kitu kinatufundisha kwamba mwisho wa yote, ukweli utajulikana. Kweli utajulikana, na kama alivyoahidi kwamba tutahukumiwa, tusipokubali neno. Watu wa Ninawi wao walikubali wakatubu. Lakini sisi kukubali kwetu, Yesu amefufuka kutoka katika wafu. Anasema tubuni. Ninawi aliye mdogo Yona alifufuka akasema tubuni, walitubu. Huyu aliye mkubwa Yesu aliyefufuka. In fact hata mimi nikihubiri kwa jina la Yesu nilikufa na kufufuka pamoja naye. Nisikilize. Mimi nadhani ndio ujumbe unatoka. Na huyu aliyehubiri
Ninawi alijitambulisha kwa lugha gani kulingana na amri ya fungu kuu? Alisema mimi ni Mwebrania, muumba wa mbingu na nchi. Kingine mimi ninachojifunza ambacho mimi naamini tungetoka nacho pia, kama wewe ni Mwebrania, muumba wa mbingu na nchi, acha ukaidi. Hubiri kwa kila taifa, lugha na jamaa. Ukitumwa Ninawi, nenda. Maana wewe umeshakiri wewe ni Mwebrania, muumini wa muumba wa mbingu na nchi. Hata Ninawi ni watu wake. Au unasemaje, mtu wa Mungu? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, wakati mwingine tumekuwa wakaidi kama Yona kuitikia wito wa kwenda kuhubiri. Mahali pengine tumekuwa wakaidi kama kizazi cha zinaa cha kipindi cha Yesu. Tumekuwa wakaidi kupokea ujumbe wa aliye mkubwa kuliko Yona. Baba, ukaidi tuna ukataa leo kwa jina la Yesu. Kwa kuwa wewe ni muumba wa mbingu na nchi, tupatie kunyenyekea na kutii neno lako, ni katika jina la Yesu. Turudishe tena kwa masomo kama haya, maana ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. 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 Ndugu rafiki mtazamaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho wa somo letu la siku ya leo, siku ya Jumapili. Tunakutana tena siku ya kesho, ambapo tunaenda kuangalia somo linalosema kazi ya toba. Kumbe toba nalo ina kazi katika maisha yetu. Kweli. Mwenyeji wako nilikuwa mimi Geoffrey Mondi. Nami Enos Makalendelea. Tunakualika siku ya kesho. Karibu sana. Amen.